Mzazi mwenye akili anakataza kufanya kila kitu ambacho kinaweza kuharibu afya yake, iwe chakula, iwe kinywaji, iwe kazi yoyote unayotumika bila kupumzika. Afya njema ndiyo utajiri wetu wa kwanza inayotupatia furaha katika maisha yetu. Ni dhambi kubwa sana kutumikisha afya yetu vibaya. Kutojali afya yetu ni kitusi mbele za Mungu. Ndiyo maana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:12 panasema hivi: yote yanakubaliwa, ila si yote inayokuwa na mafaa kwangu. Yote yanakubaliwa, ila sitatawaliwa na yote. Watu wengi hawajui thamani ya afya, ila wagonjwa ndio wanajua hayo. Fahamu kwamba mwili wako ni dhahabu uliopewa na Mungu. Jua kwamba utaulizwa na Mungu jinsi ulivyoitumikisha, ikiwa vibaya au vizuri. Mwanadamu, pendeni Mungu kwa moyo wako wote. Je, kumpenda Mungu maana yake nini? Kumpenda Mungu ni kuzishika amri zake. Yohana 14:14 Yesu anasema hivi: kama mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri hizo ni za wapi? Amri hizo ni amri 10 za katika kitabu cha Kutoka 22 hadi 17. Anasema hivi: amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wabatiliza wana na hofu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, na warehemu maelfu za wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya 3, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamuhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mnyama wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye malangoni mwako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Amri ya 5, heshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewao na Bwana Mungu wako. Amri ya 6, usiue. Amri ya 7, usizini. Amri ya 8, usiibe. Amri ya 9, usishuhudie jirani yako uongo. Amri ya 10, usitamani jirani yako wala mke wa jirani yako wala mtumwa wake wala mjakazi wake wala ng'ombe wake wala punda wake wala kitu chochote alicho nacho jirani yako. Sasa wewe unayesema kama unampenda Mungu na kama mtumishi wake na uzishike amri zake. Yohana wa kwanza 2:3 anasema hivi: kama wewe ni muongo na ukweli haumo ndani mwako. Upendo wa Mungu unatuzunguka, tunalala, tunaamka, tunakula, tunatembea, tunapumua, inawezekana. Hayo yote ni upendo wa Mungu. Ndiyo maana katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:18 panasema hivi: shukuruni kwa kila jambo,
maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kisa kuna wagonjwa vikali, wengine ni wakimbizi, wengine wanakufa kwa njaa. Lakini wewe kuona ungali naishi ukiwa mzima, una lazima ya kushukuru Mungu. Acheni kujisumbua na mawazo ya mimi, ili isitukoseshe kutambua mibaraka unayo, bali shukuru, shukuru, shukuru Mungu. Kosoa kwa sababu bahati ya maisha inapita hairudi. Ndiyo maana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 29 panasema hivi: laiti wangekuwa na akili wangetafakari mwisho wao. Mtu mkamilifu hataonja kifo milele. Mtu mwenye akili hanundiki mali nyingi, bali anawaza mwisho wake. Ndiyo maana katika kitabu cha Mhubiri 9:12 panasema hivi: maana mwanadamu naye hajui siku yake, kifo kinatuzogelea kupita kila kitu. Bwana, huu ndio wakati wa kubadilika. Unaheri sana kama washika ahadi yako na hautaiacha. Utujulishe kuhesabu siku zetu, ili tujipatie moyo wa hekima. Tunapaswa kukosoa tabia zetu na mwenendo wetu kabla Yesu hajarudia.